kutukutanisha hapa, lakini pia nimshukuru mwenyekiti kwa sababu utendaji ni kuonyesha kwa vitendo, na kushukuru kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria mkutano mkuu wa mkoa. Kutokana na hilo, inaonyesha sura na mwelekeo wa JMAT katika mkoa wa Mwanza. Baada ya kusema hayo, niseme tu itifaki imezingatiwa. Sintaweza kwa sababu ya muda, sintaweza kumtaja kila mmoja kwa nafasi yake, lakini itifaki imezingatiwa. Niende moja kwa moja kwa ajili ya jambo ambalo limenifanya nisimame hapa. Jambo ambalo limenifanya nisimame hapa ni heshima ambayo nimeipata kutoka kwenye mkoa wa Mwanza wa kupata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi mkuu wa JMAT kitaifa. Nisingekuwa mwana JMAT Mwanza nisingepata hiyo nafasi, lakini kwa sababu Mwanza imenifanya nitumike, Mwanza imenifanya nifanye majukumu ya JMAT, ndio iliyonisababisha nionekane kwamba nastahili na ninafaa kwenye hiyo nafasi. Bila ninyi na bila JMAT mkoa wa Mwanza nisingeweza kufika nilikofika. Kwa baada ya kusema hayo, wale ambao pia tuko kwenye nafasi za uongozi, tuendelee kufanya kwa uaminifu. Tukifanya kwa uaminifu, kama ambavyo kauli ya mwenyekiti imesema, JMAT ni dude kubwa. Ni kweli, nilikuwa sijui, lakini nilipoingia ninaiona ni chombo kikubwa. Hakuna chombo kingine kinachoweza kulinganishwa na JMAT. JMAT ndio chombo pekee ambacho kinaaminiwa na serikali na ambayo inafanya kazi na serikali na ambayo pia inaenda sambamba na serikali. Ni JMAT peke yake. Kwa hiyo JMAT, mwana JMAT uliyeko ndani ya JMAT, usijisikie mnyonge. Kuna watu wakisikia wewe ni mwana JMAT wanategemea matunda na msaada kutoka kwako. Kwa naomba ninyi ambao ni viongozi mmetoka wilayani, itakuwa ni aibu kama mwenyekiti alivyosema kwamba haujulikani hapo wilayani. Napaswa ujulikane na unayefanya kazi naye. Jambo la msingi ambalo nataka kusema, tunao mkutano wa uchaguzi tarehe 27 mwezi huu wa 8 ambao utafanyikia Dodoma. Huo mkutano ni mkutano mkuu, unachagua viongozi. Tunazo nafasi za kitaifa ambazo zinagombewa. Nafasi ya kwanza kabisa ni ya mwenyekiti. Nafasi ya mwenyekiti wa JMAT ipo wazi. Kwa namna ambavyo nimeelekezwa, nafasi ya mwenyekiti iko wazi, nafasi ya makamu mwenyekiti iko wazi, na wajumbe 10 ziko wazi. Lakini ina namna ya kuweza kufika kugombea. Cha kwanza, lazima uwe mwanachama. Maana yake lazima uwe na namba ya wanachama. Hiyo ndio cha kwanza. Ukisha kuwa na namba ya wanachama na umelipia ada, ndio unapata hiyo namba. Ada ya wanachama ni 50,000 kwa mwaka. Kwa hiyo anayegombea ahakikishe hiyo 50,000 anaiwakilisha makao makuu, lakini pia anajaza fomu, na fomu ziko hapa mkoani. Anajaza fomu na analipia ada yake ili apewe namba ya wanachama. Lakini jambo la pili, unalipa kiingilio au unalipa ada ya fomu. Ada ya fomu kwa mwenyekiti ni 500,000. Hiyo tumeiweka kwa sababu ya gharama za uendeshaji wa mkutano wa uchaguzi. Kwa gharama ya fomu ya mwenyekiti ni 500,000. Unaweza ukasema ni ngumu. Sio ngumu. Sisi, mtu akijitokeza Mwanza akasema nataka kuwa mwenyekiti wa JMAT. JMAT ni ya kwetu wote. Hivi tutashindwa kumchangia 500,000 mwenyekiti? Sinawezekana.
Tunachohitaji ni mtu aseme kwamba mimi nagombea, na mwenyekiti wetu taifa ameweka wazi, Tanzania yetu, amani kwanza. Maana watu wanaweza wakaogopa hiyo nafasi, wakasema mwenyekiti kabisa, ndio. Kwa hiyo unaweza kugombea 500,000 na tukakuchangia, na inawezekana. Lakini pia nafasi ya makamu mwenyekiti ni 300,000. 300,000, na hiyo nayo iko wazi. Lakini nafasi za wajumbe ni 50,000 kwa ada. Sasa tukishindwa, basi hata kule juu Amrani, hata kwenye ujumbe natamani mpaka sasa, manake ni kama vile na waibia, mpaka sasa sijapata Mwanza, sijapata, na ni aibu, na nazungumza kwenye mkutano mkuu, ni aibu, sijapata. Kwa naomba, kwa sababu niko kwenye mkutano mkuu, nikitoka hapa angalau nipate watu kutoka Mwanza anakotokea mwenyekiti wa uchaguzi. Tanzania yetu, amani kwanza. Na tukitoka pia hapa tukahamasishe wanachama kule wachukue fomu. Baada ya kusema hayo, asante mwenyekiti kwa kunipa muda. Manake ukishamuona mwenyekiti amesimama, manake anatumia rungu lake. Sasa wanasema umaskini ni gharama. Ninajua unaninyang'anya maiki kwa sababu ya umaskini. Tungekuwa na nguvu tungeenda mpaka jioni, lakini umaskini ni gharama. Kwa mwenyekiti, tutoe kwenye umaskini. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana.